Ukiangalia ukimwangalia mtu kama Pacome anaonyesha performance nzuri. Ukimwangalia Mzize kaonyesha performance nzuri. Siku hii ya leo bado tunaonekana tuna safari ndefu sana. Huwezi kumlaumu wetu kwa sababu alitolewa Kagoma. Hata Kagoma angekuepo tungeadhibiwa tu. Maana leo ilikuwa Yanga ashinde, hata sare tu Yanga angekuwa bingwa. Kwa ujumla tujipange kwa ajili ya mwaka kesho. Mwaka kesho ndio siku yetu, ndio mwaka wetu ambao tunautegemea Simba Sports Club kwenda kuchukua ubingwa. Ila kwa mwaka huu yameisha, tukaanze upya tena. Mchungaji, kuna kitu chochote ambacho Simba Sports Club inapaswa kujifunza kutoka kwa Yanga Africa? Ndio, tunajifunza quality. Yanga wachezaji ambao wana quality, wana uwezo mkubwa. Na leo uliona, leo hata kama Kagoma angebaki, tungefungwa tu. Na ukiangalia Yanga ilihitaji hata sare tuweze kushinda. Kwa hiyo leo hamna lawama. Mimi sioni lawama kumpelekea kiongozi wala mchezaji yoyote. Yanga Afrika walikuwa vizuri. Ndio sikudanganye. Yanga Afrika leo walikuwa vizuri na walistahili kushinda mechi ya leo. Lakini hamkuyazungumza haya kabla. Mlikuwa mkitamba na kueleza kwamba tunakwenda kupata ushindi. Lazima ucheze. Ukicheza ndio utajua wapi wanavuja. Leo tumegundua kwamba quality Yanga ilikuwa kubwa na imetuadhibu na alikuwa atufunge hata mpaka goli la 3. Referee akasema offside. Hapana, au bado atabaki kwa MVP. Hii game ya leo sio kusema kwamba kwa sababu tumefungwa ndio sisi ni washindi wa pili. Na ushindi wa pili sio ile mama kwa ligi hivyo kwa ngumu. Kwa hiyo tujipange kwa ajili ya mwaka kesho kutafuta quality wachezaji wenye uwezo mkubwa. Aina kama kina Pacome. Pacome alikuwa anataka anavyotaka yeye, alikuwa anacheza kama anavyotaka yeye. Na kwa relax anacheza kama anavyotaka yeye na kaonyesha kitu kikubwa. Sio yeye tu, hata Mzinze anastahili kwenda kucheza nje ya nchi. Kaonyesha mkubwa sana. Unaona vipi performance ya Elie Mpanzu siku ya ile? Performance yake ni kawaida sana. Hajaonyesha kuisaidia Simba. Pengine ni kukosa. Hajaonyesha kuisaidia Simba. Simba leo ilicheza chini ya kiwango kabisa kama hawakuwa kwenye mazoezi. Mpaka unasema mbona wachezaji wajitume? Wachezaji wote hawakuwa katika form. Sio form tu. Uwezo wa wachezaji wa Simba asilimia kubwa ni mdogo. Tunastahili wachezaji wakubwa tusajili waweze kukompiti na Yanga Afrika. Tukubaliane, tukutane na Yanga. Yanga lazima ukutane na Yanga. Lazima ndio unapojipima kwamba uwezo wako na design gani. Leo hiyo sio sababu. Tuangalie ndani ya Tanzania naye anatusumbua. Hii inakuwa ni mara ya 5 Yanga anatufunga. Yanga ndio kipimo cha ni Yanga lazima ni kipimo kwa sababu ni mara ya 5. Alafu mbaya zaidi kachukua ubingwa na katufunga. Yaani kafanya vyote viwili. Kwa hiyo tusubiri mwaka kesho. Ndio kupokea lawama ama maneno ambayo ataendelea. Mimi kwanza nasema viongozi wasilaumiwe. Hata wachezaji wasilaumiwe. Kinachotakiwa tupate wachezaji wapya waweza kukompiti na timu kama Yanga Afrika. Na tupate kocha naye abadilike wa Simba Sports Club. Asiwe mpira mingi anachezea nyuma. Mipira kwa mfumo wake anaotumia kupata ushindi inakuwa ni kazi sana kwa mfumo wa Simba. Hata kama angeleta mchezaji gani. Kwa hiyo mwalimu naye abadilike ili tuendelee kwenye maisha mengine ambayo yanastahili kuwepo. Shukrani sana mchungaji. Mungu awabariki sana.